Na wazo kwa linalotuongoza ni uwezo wa Mungu ndani yetu. Tunaendelea na kipindi, tunaelekea kwenye kipindi hiki cha sikukuu ya Christmas. Sisi kama Wakristo tunakumbuka kuzaliwa au tunasherehekea kukumbuka kuzaliwa kwake kwa Yesu Kristo, Mwokozi wetu wa ulimwengu. Na tunaongozwa na wazo kuu hili, uwezo wa Mungu ndani yetu. Kwa nini tunazungumza juu ya uwezo wa Mungu ndani yetu? Majilio ni kipindi cha kujiweka tayari ili huyu Yesu azaliwe ndani yetu sisi kama Wakristo. Maana yeye ndiye anayetupa sisi uwezo huu wa Mungu ndani yetu. Uwezo wa Mungu ni nini? Uwezo wa Mungu ni nguvu za Mungu zinazoweza zikakandamia mtu au watu, zinazowezesha kufanyika mambo yasiyo ya kawaida. Uwezo wa Mungu ni nguvu za Mungu zinazoweza zikakaa ndani ya mtu au watu, zinazowezesha hao watu kufanya au kufanyika mambo yasiyo ya kawaida. Mfano, Matendo ya Mitume sura ile ya 3. Matendo ya Mitume sura ile ya 3. Mstari wa kwanza wa pili anasema hivi: basi Petro na Yohana walikuwa wakikwea pamoja kwenda hekaluni saa ya kusali saa 9. Na mtu mmoja alikuwa kiwete toka tumboni mwa mamaye, alichukuliwa na watu. Walimweka kila siku katika mlango wa hekalu uitwao Mzuri, ili aombe sadaka, kwa kuwa kwa watu waingiao ndani ya hekalu. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu mtu tunasoma Biblia inatuambia kwamba alikuwa ni kiwete tangu kuzaliwa tumboni mwa mama yake. Sasa hao walikuwa ni wanafunzi wa Yesu. Petro na Yohana wanaenda kusali kama kawaida yao. Walipokuwa wanaingia mlangoni, wanakutana na mtu ambaye ni kiwete tangu kuzaliwa, amekaa pale tumboni mwa mama yake. Ukipata nafasi utasoma hiyo sura wewe mwenyewe kwa wakati wako. Unaona uwezo wa Mungu ulivyozilika, jinsi Mungu alivyomponya yule mtu kupitia watumishi wake. Yule mtu akawa mzima, akainuka, akaingia ndani, akaanza kushangilia, kwa sababu ni kitu ambacho hakijawahi kuonekana kwenye maisha yake, lakini alikutana na uwezo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mambo haya hata leo bado yanafanyika. Mambo haya Mungu anafanya mambo haya kupitia watu wake. Nakumbuka siku moja nilikuwa nimekwenda mkoa fulani, sitaki nikwambie mkoa huo ni wapi. Waliniomba twende kule kwa ajili ya kuwasaidia kwenda kwenye msiba. Na mimi nilikuwa nimeenda tu kule kama dereva. Tumefika pale, tukapaki ile gari. Siku ya pili yake tukazika. Alafu nikapigiwa simu. Akaniuliza, bwana wewe uko wapi? Nilioenda naye nikamwambia niko mahali fulani hapa nimelala. Akaniambia njoo hapa, kuna huduma fulani tufanye. Tukatoka tukaenda pale. Nilipofika pale nikakutana na mtu ambaye sasa huyu hakuzaliwa, yeye alikuwa amepata ajali. Pata ajali mwezi wa kwanza, na sisi tumeenda kule mwezi ule wa 5. Yule mtu bega lake hili lilivunjika. Na amekaa na ile nini wanaita kufunga, amekaa nayo hivi. Bwana asifiwe. Mimi niliambia nimwombe mtu mwingine ambaye alikuwa anasumbuliwa na sukari. Nikamwombea yule mtu. Sasa huyu alipoona namuombea, na yeye akasema, akaniita mchungaji, na mimi naomba uniombee. Nikamuuliza una shida gani? Akasema mimi nilipata ajali, kwa hiyo bega langu limevunjika. Tukaanza kuomba pale. Wakati tunaomba, anatoa ile kamba kwenye mkono, alafu anakunjua mkono wake. Anakunjua ule mkono wake ukaenda mpaka mwisho. Hakuna pepo lililolipuka. Ukaenda mpaka mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Tukamaliza, akaja mwingine akaniambia sio na shida ya shingo, tukaomba. Nilipoondoka mimi, yule mtu alichukua nguo saa ile akaenda kufua, mtu ambaye alikuwa hawezi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka kusema nini? Uwezo wa Mungu mpaka leo upo, unafanya kazi. Shida ni sisi wa Kristo tu wengi hatuamini. Na Wakristo wengi sana tunajichanganya. Unamsikia anachokuambia? Yaani wengi sana tunajichanganya. Walipoona yule amepona wakasema kuna mwingine yuko Moshi amevunjika shingo. Kwa hiyo kesho yake ikabidi tuondoke tukaenda tena kwenye kijiji kingine huko Moshi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Amen. Nikamuuliza swali moja, unaamini Yesu anaweza kukuponya? Akasema naamini. Tukamwombea. Akapona. Sasa ile na yule mtu ni daktari, anafanya kazi KCMC. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaenda pamoja kwa Mungu. Haya mambo hata leo yanafanyika. Shida inakuja ni kwamba nimekwambia Wakristo wengi sana tunajichanganya, na ndio maana hatuoni uwezo wa Mungu.
Lakini kama tunaamua kumwamini Yesu na tukataka Yesu kweli kweli, uwezo wa Mungu unaonekana ndani yetu. Tunaenda pamoja wote wa Mungu. Bwana asifiwe. Bwana, tunaangalia hapa mambo machache. Nataka tuangalie mambo kadhaa kwenye wazo kuu hili, uwezo wa Mungu ndani yetu. Jambo la kwanza ambalo tutaliangalia asubuhi ya leo. Hakuna uwezo wa Mungu bila ya toba. Hakuna. Nenda mahali popote. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna uwezo wa Mungu bila ya toba. Hakuna. Bwana Yesu asifiwe. Luka sura ile ya 3. Luka sura ile ya 3 ambayo tumesoma hapa katika Injili, ule mstari wa 2 na wa 3. Anasema maneno haya. Anasema hivi: wakati wa ukuhani mkuu wa Anas na Kayafa, neno la Mungu lilimfikia Yohana mwana wa Zakaria jangwani, akafika nchi yote iliyo karibu na Yordani, akihubiri ubatizo wa toba liletao ondoleo la dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiki kilikuwa ni kipindi cha kujitafakari. Sisi kama kanisa, je, tunampendeza Mungu kweli? Ili huyu Kristo azaliwe huko ndani ya moyo wetu. Kwa sababu Kristo hawezi kuzaliwa ndani ya moyo wetu kama sisi hatujageuka na kurudi na kumwambia Mungu, huyu tunaomba toba, tusamehe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Hakuna uwezo wa Mungu mahali popote pasipo toba. Hakuna, na haitakuwa. Toba ndio inamleta Yesu ndani ya watu. Yesu akishakuja ndani ya watu, ndio Yesu anawapa uwezo wa Mungu ndani yetu. Toka pamoja watu wa Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Huwezi kupata uwezo wa Mungu kwa sababu ya dini yako kuwa nzuri. Hauwezi kupata uwezo wa Mungu kwa sababu wewe una elimu kuliko wengine. Hauwezi kupata uwezo wa Mungu kwa sababu wewe una fedha kuliko wengine. Hauwezi kupata uwezo wa Mungu kwa sababu wewe dhehebu lako lina nguvu kuliko wengine. Uwezo wa Mungu tunaupata kwa toba peke yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Vitu vingine hivi vyote hivi haviwezi kutufanya sisi tukawa na uwezo wa Mungu. Uwezo wa Mungu unaletwa na toba peke yake, ndio unaweza ukaleta uwezo wa Mungu ndani yetu. Na kumbuka nimekwambia uwezo wa Mungu maana yake ni nguvu. Bwana asifiwe. Sasa mwingine anaweza kaa anajiuliza toba ni nini? Toba ni kugeuka. Yaani ni kuacha yote na kuamua kumfuata Yesu na kuishi kwa kumtegemea Mungu. Tunaenda pamoja wote wa Mungu. Toba maana yake ni kugeuka. Kama nilikuwa naenda upande huu, sasa ninageuka upande huu. Ninaamua kumfuata Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Na maisha yangu yote nitaishi kwa kumtegemea Mungu. Bwana asifiwe. Maana yake sitakiwi nitegemea uganga, sitakiwi kutegemea fedha niliyo nayo, sitakiwi kutegemea elimu niliyo nayo, sitakiwi kutegemea kingine chochote. Ninapaswa kumtegemea Mungu peke yake. Bwana asifiwe. Sasa sijakwambia kwamba kumtegemea Mungu ushinde kanisani na uache kufanya kazi zako. Mimi sijakwambia hivi. Fanya kazi zako lakini Mungu awe na nafasi. Usiweke matunguli wala mahirizi. Mwite Yesu akae kwenye hiyo ofisi yako. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo toba nayokwambia ni kugeuka. Ni kuacha yote. Yaani yote, kama ni ulevi unaacha, kama ni uzinzi unaacha, kama ni ushirikina unaacha. Wewe unaamua kumfuata Yesu kwamba Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, alafu unaishi kwa kumtegemea Mungu. Unaweza kukuta wengine ni Wakristo kwa kanisa lakini wanategemea waume za watu. Na ndiye aliyempangia chumba na anamlipia kodi. Yuko hapo. Hata ukimwambia atoke anasema naishi. Na yeye akitembea anajiringa, utafikiri huyo ni mume wake, kumbe mume wa mtu amewekwa hapo ili utafikiri yani punching bag. Hana dalili ya kutoka hapo. Hana dalili ya kuondoka hapo. Amejifunga hapo. Lakini ni binti wa Kikristo unakuta, na unaweza kukuta yuko kanisani na anaweza akawa anaimba kwaya na kanisa limemheshimu, limempa nafasi ya kuwa mzee wa kanisa. Lakini maisha yake amtegemea Mungu. Anategemea mume wa mtu. Na unaweza kutoa mume wa mtu. Na yeye ameingia hapa, amejibweteka hapo bwete. Hata kutoka hawezi. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi kama Wakristo tunataka tuishi kwa kumtegemea Mungu na kumwamini Mungu kwamba Mungu katikati ya haya wewe unaweza. Katikati ya magumu Mungu wewe unaweza. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaenda pamoja wote wa Mungu. Huu ulikuwa ni wakati mgumu sana kwa Yohana.
Yohana amekuja kama mbatizaji, na neno la Mungu linamjia Yohana, anaenda kuambia watu, kuwahubiria juu ya ubatizo wa toba, kwamba anakuja mtu nyuma yangu. Sehemu nyingine anasema hivi, sistahili kulegeza hata kidamu ya viatu vyake. Alafu anamueleza jinsi Yesu anavyokuja, anaeleza namna Yesu yeye atakavyobatiza na yeye atakavyobatiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kumbuka kilikuwa hiki ni kipindi kigumu sana kwa Yohana kuliko anavyofikiria, kwa sababu alikuwa anaishi katika mazingira magumu. Kulikuwa na mfalme anayetawala taifa la Israeli, kulikuwa na viongozi wengine ambao wamepewa mamlaka, na familia ya Herodi ni kuwepo. Kwa hiyo Yohana anakuja katikati ya mazingira magumu, anakuja kumtengenezea Yesu njia. Lazima waeleze watu ukweli, kwamba watu watubu, wageuke na kuacha njia zao, alafu wamfuate huyu anayekuja kama Bwana na Mwokozi wa maisha, alafu waanze kumtegemea Mungu. Anafika mahali anakwenda anamueleza mpaka mfalme Herodi. Kasoma kwenye Biblia yako bwana. Herodi alimwambia Yohana, unachofanya sio sawa. Yohana alimwambia Herodi, unachofanya sio sawa. Umechukua mke wa ndugu yako unaishi naye. Herodi akamkata kichwa. Na haya mambo yapo mpaka leo. Wewe unataka kugombana na watu kuhubiri kuhusu dhambi bwana. Kama walikuwa wanakuletea mchele hawataleta. Kama walikuwa wanakuletea sukari hawataleta. Kama walikuwa wanakupa pesa hawataleta. Kwa nini? Kwa sababu umewagusa maisha yao. Watu wanataka waishi maisha ya hovyo hovyo, alafu wanaitwa ni Wakristo. Maisha ya namna hiyo sio ya Kikristo. Maisha ya Kikristo ni maisha ya utakatifu. Watu lazima wawe na hofu ya Mungu. Mungu apate nafasi ndani ili tuweze kuona uwezo wake, tuweze kutembea naye, tuweze kulala naye, tuweze kuishi naye. Yeye anatakiwa akae ndani yetu, na akikaa ndani yetu ndipo tunapokuwa na uwezo wa Mungu. Mahali popote tutakapokanyaga, watu watajua waliokanyaga hapa ni watu wa Mungu. Leo unaenda mahali ujulikane kama Mkristo, ujulikane kabisa. Kwa nini? Kwa sababu ya aina ya maisha. Na wanataka mchungaji akija kwao, yani yawe kama mtumwa, awe anawabembeleza mtakwenda mbinguni, alafu awe anajua kizungu kidogo. Alipokuambia kizungu kinakupeleka mbinguni ni nani? Ninyi ni watu wazuri sana. Mtakwenda mbinguni, usiwe na hofu. Imeni haya vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Yohana alikuwa na ujasiri. Kwa nini alikuwa na ujasiri? Kwa sababu ndani kulikuwa na uwezo wa Mungu. Ndio maana alikuwa anaweza kuambia hata wafalme, alikuwa anaweza kuambia hata wakuu, kwamba ulichofanya sio sawa. Leo Wakristo tunaambia habari ya dhambi zao, Yesu anaacha kusali. Ni heri aendelee kuishi na dhambi zake, lakini atakaa nyumbani anasema mchungaji aliyekuja akihubiri na kusema unataka niseme nani? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na watu wa kanisani, sijasema magongoro, sisikii mgani wala vibaya. Hata akifikia kutembea kanisani anatembea kama ndio kwenye kanisa, unaona hivyo hivyo. Watoto wametoka wapi? Tumetoka wapi hapa? Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, ngoja nikwambie, hakuna uwezo wa Mungu kama tutaendelea kuishi maisha ya dhambi. Hakuna. Tusijidanganye. Uwezo wa Mungu usidhihirike, ni lazima tuishi maisha ya toba ili nguvu ya Mungu ikae ndani yetu. Ndio maana leo tuna watu wanaburuzwa usiku na mchana, hawana nguvu ya kusema hapana, hawana nguvu ya kumwambia shetani hapana, hawana nguvu ya kukata chochote kinachokuja wanakubaliana naye. Kwa nini? Uwezo wa Mungu ndani haupo. Na nisikia watu wa Mungu wanachoongea. Bwana asifiwe. Amen. Muulize jirani yako umetubu. Yeye mwenyewe ndio anajibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Tunakwenda pamoja watu wa Mungu. Tunakwenda pamoja watu wa Mungu. Toba ya kweli ndio itakayofanya uwezo wa Mungu kae ndani yetu. Si kitu kingine chochote. Si kitu kingine chochote. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Ngoja tuangalie jambo la pili. Nataka nizungumze tu kidogo leo. Tuangalie jambo la pili. Jambo la pili, ruhusu uwezo wake ujisirishe ndani yako. Kwa sababu pia unaweza ukatubu alafu ukazuia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ruhusu uwezo wake ujidhihirishe ndani yako wewe kama mwana wa Mungu. Ruhusu uwezo wake. Tunaelekea kipindi hiki cha Christmas. Christmas, Yesu alishazaliwa. Tunayoyafanya yote ni kumbukumbu tu. Tunakumbuka jinsi ambavyo Yesu alizaliwa zaidi ya miaka 2000 iliyopita, na tumesoma hapa salamu za Baba Askofu. Anatueleza kwamba jina lake ni Emmanuel, ni Emmanuel kweli. Bwana asifiwe. Amen. Luka sura ya 5
17 anasema maneno haya. Luka sura ya 5 mstari wa 17 anasema hivi. Ikiwa siku zile moja wapo alikuwa akifundisha, na Mafarisayo na walimu wa Torati walikuwa wameketi hapo, waliotoka katika kila kijiji cha Galilaya na Uyahudi na Yerusalemu. Angalia kile kipengele cha mwisho anasema hivi, na uwezo wa Bwana ulikuwapo apate kuponya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mahali popote Yesu anapokuwepo yeye na uwezo wake unakuwepo. Mahali popote pale anapokuwepo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mahali popote Yesu anapohubiriwa katika roho na kweli na uwezo wake unakuwepo. Ili apate kuponya. Sasa wanafikiri, watu wengi sana wanafikiri Yesu anaponya magonjwa tu. Cha kwanza anachoanza kuponya Yesu, anaponya roho yako. Bwana asifiwe. Ukiona Biblia inasema na uwezo wa Bwana ulikuwepo apate kuponya, hakuwa anaponya wagonjwa tu, alikuwa anaponya na roho za watu, kwa sababu watu wengine unaweza kuta roho zao zinaumwa au nafsi zao zinaumwa au wametekwa katika ulimwengu au hapo. Yesu anataka kuwaponya hata hao waliotekwa. Tuko pamoja watu wa Mungu? Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Sasa wengi sana wameingia makanisani, ni Wakristo kabisa, miaka nenda miaka rudi, hawajawahi kuona uwezo wa Bwana. Wamebaki vile vile na matatizo yao. Kama ni magonjwa wanayo, kama biashara zao haziendi, wanatafuta msaada mahali pengine. Chochote kinachokwama wanatafuta msaada mahali pengine. Wanasahau kwamba wanakwenda nyumbani mwa Bwana na uwezo wa Bwana huwa unakuwepo ili Bwana apate kuponya. Unaingia kanisani na ugonjwa wako alafu unaondoka. Ndio wanacheka sana nikutana na watu wenye vidonda vya tumbo. Tena anajisifia kweli. Mimi msiniuzi. Kwa nini? Nina vidonda vya nini? Vya tumbo. Na anatupa condition nyumbani, hali maharage, hali pilipili, hali dagaa, hali kisamvu. Yeye anataka vitu vizuri vizuri kwa sababu ana vidonda vya tumbo. Sasa huwa anawaambia vidonda vya tumbo ni pepo. Uwezo wa Bwana na kazi yake ni kuponya hata vidonda vya tumbo. Madaktari wanasema vidonda vya tumbo havitibiki. Utakwenda hospitali, watakupa masharti ya kila namna watakupa. Mimi si nimeugua vidonda vya tumbo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini shida iko wapi? Shida iko kwa sisi wenyewe. Tunaenda kanisani, hatuoni uwezo wa Bwana, hatuoni nguvu za Mungu, kwa sababu tunaingia kanisani kwa mazoea na kutoka kila siku vile vile. Na ndio maana ngoja niwaambie, wanaweza wakaja watu wa imani nyingine. Unanielewa? Nisitaje imani za watu. Anaweza akaja mtu wa imani nyingine akawakuta kanisani wamekaa vile vile wagonjwa, sawa wako pale, hata kuolewa hawaolewi, hata kuoa hawaoi, hata watoto hawapati. Anakuja mtu wa imani nyingine kabisa, yani anakuja wala Yesu amjui. Alafu baada ya muda yeye anafunguliwa, sisi tumebaki pale pale. Ndio waga nawaambia hivi, Tanzania wanavyoiona ni nchi tajiri kweli. Wachina wanakuja kali yako wanauza shanga. Sasa mimi najifananisha sisi ndio wa Tanzania, alafu Wachina ndio wa Kristo. Anakuja anauza yeye anatoboa. Mtanzania kaka tu kwenye 40, anasifika na warahisisha kweli. Kwa sababu kuna hizi simu unakuta mtoto tu kakaa kwenye simu mpaka amekuwa kama zezeta, unamuona hivyo hivi. Yuko hivi mtoto. Hana fikira kichwani kwake kwamba haya ni maisha, hana. Sasa Wakristo wengi tuko vile, tunaenda makanisani, tunabakia vile vile na matatizo yetu na magonjwa yetu na vurugu za kila namna ndani ya mioyo yetu tunazo. Anakuja mtu wa imani nyingine, anasema mimi nataka nimuone Yesu. Anamuona Yesu kweli. Yesu anabadilisha maisha yake, anaishi maisha yanayompendeza Mungu. Unaona anakuja anapata baraka. Waliozaliwa kwenye Kristo hata kimoja wao. Ile ukiuliza, sisi ni Wakristo bana. Kanisa letu liko kule. Kanisa gani? Ni kanisa la Kiingereza. La nini? La Kiingereza linaitwa. Ukisha sema la Kiingereza utaamka kwa Anglika. Unajua. Si ndio kanisa la Kiingereza? Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Angalia maneno haya. Anasema hivi. Ngoja nirudie. Ngoja nirudie haya maneno. Alafu nasema nachotaka kusema. Bwana asifiwe. Anasema hivi. Ule mstari wa 17. Ikawa siku zile mmoja wao alikuwa akifundisha, na Mafarisayo na walimu wa Torati walikuwa wameketi hapo, waliotoka katika kila kijiji cha Galilaya na Uyahudi na Yerusalemu, na uwezo wa Bwana ulikuwa apate kuponya.
mstari unaoendelea anasema, na tazama wakaja watu wamemchukua kitandani mtu mwenye kupooza, wakataka kumpeleka ndani na kumweka mbele yake. Bwana asifiwe. Angalia, Yesu kuna mahali amekaa anafundisha neno la Bwana, si ndio? Halafu watu wameingia. Wakaja watu, Biblia inasema kwamba wakaona wana mtu aliyepooza. Soma ile story mpaka mwisho mmoja. Wale watu wakaenda na yule mtu amepooza, ndugu yao. Alikuwa dhaifu, mwili wake umepooza. Hawana mahali pa kumpeleka, inawezekana wamehangaika sana kama mimi na wewe tulivyohangaika. Lakini waliposikia tu kwamba Yesu yuko mahali fulani, wakambeba yule mtu wakaenda naye kwa Yesu. Walipoenda naye wakakuta hakuna mahali pa kupita, wakatoboa juu ya dari, wakamshusha pale. Kilichofanya washushe ni nini pale? Uwezo wa Bwana ulikuwepo pale. Bwana Yesu asifiwe. Uwezo wa Bwana ulikuwepo pale ili apate kupona. Na yule mtu alifika mahali alipona. Kasome story ile utaona mpaka kule mwisho. Alibeba godoro lake mwenyewe. Yesu alimwambia, "Jitwike godoro lako uende." Bwana asifiwe. Sasa sisi kwetu hata wao tukiwatangazia maono kwao hayana nafasi. Tena ndio unaweza kukuta kuna wazee wanakuwa na hasira ukifika kwenye maombi. Kwa sababu unaona kama unaharibu utaratibu. Hakuna utaratibu unaoharibika. Kasome kitabu cha sala cha kanisa Anglikana Tanzania, kinaeleza wazi kwamba mtumishi anaweza kutumia maombi yake mwenyewe. Sasa bahati nzuri hapa sio mbaya. Sisi hapa hatuna kitabu cha sala. Wangapi mnajua? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Tunaenda pamoja wote wa Mungu. Mimi nimekwambia hivi, ruhusu wewe mwenyewe. Ruhusu. Wengi tunamzuia Yesu asitende kwetu. Wengi tunamzuia. Wengi sana tunamzuia Yesu asitende kwetu. Tunamzuia kwa sababu ambazo tunazijua sisi wenyewe. Ngoja nikuonyeshe sababu chache ambazo zinaweza zikamzuia. Zinaweza zikamzuia au zikafanya Yesu wewe ukamzuia Yesu asitende kwako. Sababu ya kwanza ni kumzoea Yesu. Bwana asifiwe. Sababu ya kwanza ni kumzoea Yesu. Ngoja niwaambie watu wa Mungu, Yesu hazoeleki. Yesu hazoeleki. Na usiende kanisani kwa mazoea kwamba mimi nimemzoea Yesu. Usimzoee. Yesu ni Mungu. Wako watu wanapinga, lakini nataka nikwambie hivi, Yesu ni Mungu, kazi zake zinadhihirisha Mungu wake. Habari ambayo tumesoma, unaona huyu mtu alikuwa ni kiwete tangu kuzaliwa, amepooza. Kwa Matendo ya Mitume alikuwa ni kiwete. Huyu mtu hapo unamuona, huyu mtu alikuwa amepooza na ndugu zake wamembeba, wakampeleka kwa nani? Wakampeleka kwa Yesu. Na Biblia inasema na uwezo wa Bwana ulikuwepo ili apate kupona. Sasa sisi wengi tunaenda kanisani kwa sababu tumemzoea Yesu. Na ndio maana nilikwambia Jumapili kwamba maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, bali jawabu la ulimi kutoka kwa Bwana. Wengi wanaenda kanisani mioyo yao hawajajiandaa. Wengi sana. Bwana asifiwe. Na ndio maana wengine wao wanawaambia hivi kwamba mtu anakuja kanisani ili tu akipata matatizo au akifa iwe rahisi kwake kusikwa. Wapendwa, ngoja niwaambie, swala la kusali ni mahusiano yako wewe na Mungu. Usije ukasema eti siendi kusali kwa sababu mchungaji ameniumiza. Mchungaji atakuumiza tu, hata askofu anaweza kukuumiza kwa sababu yeye ni mwanadamu na yeye ana mapungufu na yeye ana madhaifu yake. Swala la kusali ni mahusiano yako wewe na Mungu, sio na mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo Wakristo ambao wanaamini kwamba kuna mwisho wa dunia. Kama uamini, usiamini. Wangapi wanaamini? Anyesheni mkono kama unaamini, nyosha mkono. Kumbe kuna wengine hawaamini. Na ndio maana kumbe hata nikihubiri napata tabu. Kwa sababu hamjaamini. Itabidi nifanye mpango wa kuwabatiza upya. Sasa siamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Usimzoee Yesu. Unanisikia ninachokwambia? Usimzoee Yesu. Wengi tumemzoea Yesu. Yaani tunafika mahali tunamuona Yesu ni kama mtu tu wa kawaida, tunachukuliana naye. Nisikilize, Yesu sio mtu wa kawaida, anaweza kuleta mabadiliko hata kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Sababu ya pili ni kutokujua uwezo na mamlaka. Bwana asifiwe. Sababu ya pili ni kutokujua uwezo na
sura ya 9. Sura ya 9 kwenye Luka, sura ya 9, ule mstari wa kwanza anasema maneno haya. Akawaita wale thenashara, akawapa uwezo na mamlaka juu ya pepo wote na kuponya maradhi. Alafu mstari wa pili anasema hivi, akawatuma wautangaze ufalme wa Mungu na kuponya wagonjwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Angalia, Yesu anawaita wanafunzi wake, alafu anawapa uwezo, anawapa na mamlaka. Nimekwambia ule uwezo maana yake ni ili waweze kutenda mambo ya Mungu. Mamlaka maana yake waweze kushindana na kila falme na kila mamlaka. Alafu anawapa cha kufanya. Anawaambia waponye maradhi na kila namna ya udhaifu. Alafu anawaambia wautangaze ufalme wa Mungu na kuponya magonjwa yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nisikilize. Wakristo walio wengi wako makanisani, lakini hawajui uwezo na mamlaka ya Yesu. Hawajui. Manisikia. Inawezekana hata wewe mwenyewe hujajua uwezo na mamlaka ya Yesu. Ndio maana hata ukipita kwenye changamoto huwezi kumtumia Yesu. Kachunguze uone maisha yako. Wapi unamtumia Yesu? Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana ukipita kwenye mazingira magumu, hauendi kutafuta msaada kwa Yesu. Hautumii mamlaka uliopewa. Hautumii nguvu ulizonazo ndani za Roho Mtakatifu. Uko tayari kwenda kutumia kingine chochote. Unaweza kutafuta msaada kwa mtu wa kawaida ili unafikiri kwamba anaweza kukusaidia. Ngoja nikwambie, msaada wa kibinadamu una maneno, msaada wa Mungu pekee yake una maneno. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa haujajua tu tangu siku ulipofanya Mkristo, Mungu alishakupa uwezo, alishakupa na mamlaka, unapaswa wewe uitumie. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana Yesu aliwaambia wanafunzi wake, nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui. Yaani najaribu kukutamanisha ili Yesu apate nafasi ndani. Yesu akipata nafasi ndani, mahali popote unaweza kukaa. Hata kama pana nguvu za giza, hata kama pana uchawi, hata kama pana uganga, hata kama pana mapepo, hata kama pana kitu chochote unaweza kukaa. Kwa nini? Kwa sababu umetambua kwamba wewe unayo mamlaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wanataka mamlaka za kimwili. Watu wanataka nguvu za kimwili. Kimgusa tu kidogo yuko tayari kwa kupiga hata ngumi. Paulo alisema kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka na wakuu wa giza na jeshi la pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Sasa angalia, wewe ni Mkristo, je, unayo mamlaka? Unayo? Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Wewe unatakiwa uitumie hiyo mamlaka ili uweze kuwasaidia wengine na uweze kushinda nguvu za giza zinapokuja kwako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sababu ya tatu ni kuangalia watu wataniona. Bwana Yesu asifiwe. Mtu mmoja alitufundisha akasema, kuna watu wakienda kwa mganga wa kienyeji wanaenda usiku kwa sababu ni Wakristo. Mchana anajua wataonekana. Kwa hiyo wanaenda saa ngapi? Usiku. Haya mambo sio yako kule, hata kanisani hapa. Kuna watu wanaogopa kwenda kwenye maombi kanisani. Wanaogopa kwenda kuombea kwa sababu anaangalia watu watanionaje. Bwana Yesu asifiwe. Ninawaambia habari za yule jamaa, nisitaje tena, nisirudie. Jinsi alivyorundika lile takataka alafu watu wanachukua. Unafikiri ni kitu kidogo? Ukiona namna ile maana yake wameshapigwa vya kutosha. Wameshaenda kwa waganga hawajapata msaada. Wameshaenda kwenye madhabahu za giza hawajapata msaada. Wakaona ngoja tutafute na huko msaada. Ndio maana wanaenda kubeba. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawa jamaa waliombeba mtu aliyepooza pale kwenye Luka sura ya 5 mstari wa 17, Biblia inatueleza pale palikuwa na kusanyiko la watu. Lakini hawaangalia watu. Wao waliangalia tunataka ndugu yetu afanye nini? Apone. Alipona akupona. Sisi Wakristo wengi tunaangalia watu. Unanisikia mtu wa Mungu anachokwambia? Wengi tunaangalia watu. Nisikilize nikwambie, unapopita kwenye mazingira magumu una sababu ya kuangalia watu. Muangalie Yesu anasema nini. Waseme wasiseme, wewe jikabidhi kwa Bwana. Muangalie Yesu anasema nini, na mimi nataka nikwambie Yesu atakusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu atakusaidia kwa sababu hakuna jambo lolote lililo gumu ambalo Yesu linaweza kumshinda. Hakuna.
Bwana asifiwe. Unajua hata watu wengine wanaogopa hata kutubu dhambi zao. Wanaogopa kwenda kujishusha kwa Yesu kwa sababu ana elimu, kwa sababu ana fedha, anasema watu watanionaje. Bwana asifiwe. Wanasoma kitabu kile cha kanisa la Anglikana cha saba. Kwa nini wakati wa majilio na Kwaresma tunaanza kuwasomea amri 10? Si naona kuna sala zinabadilika. Tunasoma amri 10. Maana yake tunakukumbusha kwamba wewe ni mwanadamu. Hizi amri tunakukumbusha kwamba zishike hizi amri. Zishike hizi amri. Biblia inazungumza pale amri 10, kasome zile vizuri kwenye Biblia yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini tunakukumbusha? Nenda kwa Yesu. Hata kama unaona dhambi zako ni tatizo, zipeleke msalabani. Mwambie Yesu, mimi ni mwenye dhambi. Huna sababu ya kumwangalia mtu. Huna sababu ya kumwangalia mtu. Bwana Yesu asifiwe. Unaenda pamoja watu huu. Hauna sababu yote ya kumwangalia mtu. Nenda wewe mwenyewe kwa Yesu. Nenda. Na sababu ya nne ni hii hapa. Sababu ya 4 ni kufikiri shetani ana nguvu kuliko Mungu. Bwana asifiwe. Sababu ya 4 ni kufikiri shetani ana nguvu kuliko nani? Kuliko Mungu. Nisikilize. Wapo wa Kristo ambao wanaamini shetani ana nguvu kuliko Yesu. Wapo. Na mimi nimeshakutana nao kwa kuongea nao. Bwana Yesu asifiwe. Na inawezekana hata kanisani tupo hapa, kuna watu tunafikiri shetani ana nguvu kuliko Mungu. Asikudanganye mtu. Angalia Yakobo sura ya 2. Yakobo sura ile ya 2 na mstari ule wa 19 anasema maneno haya. Bwana asifiwe. Anasema hivi. Ngoja nitafute huo mstari wa 19. Wewe waamini ya kuwa Mungu ni mmoja, watenda wema. Mashetani nao wanaamini na kutetemeka. Wewe waamini ya kuwa Mungu ni mmoja, watenda wema. Na shetani naye anafanya nini? Yeye anaamini na kutetemeka. Kinachomfanya atetemeke ni nini? Kinachomfanya atetemeke, anajua kwamba Mungu ni Mungu mwenye nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tuko wa Kristo ambao yani ndani ya leo yetu tunaamini kwamba shetani ana nguvu kuliko Mungu. Wewe unaona mtu unamwambia hivi, mbona unaje kanisani? Shetani tu ameshika. Amekushika wapi? Hajawahi sikia. Kwa nini unaje kanisani? Shetani tu. Eti kitu kama nguvu kwenye uzinzi, anasema shetani tu alinishinda. Kwa hiyo ana nguvu ndio maana alikushinda. Mungu ameshinda kukusaidia. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema vizuri kwamba yani mashetani yeye mwenyewe anaamini na kutetemeka. Kwa hiyo anayo imani kwamba Mungu anazo nguvu, ndio maana anaamini na kutetemeka. Kinachomfanya atetemeke ni nini? Hofu ndio kwa ajili ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nawapenda kwa watoto. Watoto, wewe baba si una kitu. Atakuja kwamba anataka kukisi. Yeye imani yake anajua wewe unazo hata kama una. Anaweza akakupangia mwanangu ni mdogo, anakupangia vyakula, anakuambia leo nataka chips. Unaisema inabidi uvitafute. Kwa sababu yeye imani yake akishakuona hivi ulivyo anajua tu wewe mzee huwezi kukosa. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa anasema yeye mwenye shetani anaamini na kutetemeka. Shetani anajua Mungu anazo nguvu, anajua Mungu ana nguvu kuliko yeye, anajua sisi kwamba juu. Anachofanya shetani, anawakamata wao, anawaingizia fikra zake ndani yao. Unajikuta badala ya kufikiria Mungu, muda wote unamfikiria shetani. Bwana asifiwe. Mtoto akiumwa unapeleka kwa mganga wa kienyeji. Mke akiumwa unapeleka kwa mganga wa kienyeji. Ujuka unapeleka kwa shetani. Bwana Yesu asifiwe. Kuja tusome hapa mstari mwingine. Sasa hivi namaliza kuhubiri. Leo nimesema na ubiri. Sasa hivi namaliza. Angalia waraka wa pili wa Paulo mtume kwa Wakorintho. Sura ya 4. Waraka wa pili wa Paulo mtume kwa Wakorintho. Sura ya 4. Nilikuwa na hela ningewanunulia Wakristo wote Biblia. Hela tusi. Bwana asifiwe.
Waraka wa pili wa Paulo mtume kwa Wakorintho sura ya 4 mstari wa 4 anasema hivi, ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao, wasioamini, isiwazukie nuru ya Injili ya utukufu wake Kristo aliye sura yake Mungu. Narudia tena, ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao, wasioamini, isiwazukie nuru ya Injili ya utukufu wake Kristo aliye sura yake Mungu. Bwana asifiwe. Shetani anachofanya, anafanya kitu kidogo tu, anakuingizia fikra zake ndani. Akiingiza fikra zake ndani, kufikiri kwako na kuwaza kwako kunabadilika. Unaanza kuwaza na kumuona shetani na nguvu kuliko Mungu. Na ukishaanza kufikiria kuhusu shetani, anazungumza nuru ya Injili yake Kristo, haiwezi kukufikia. Kwa sababu hata ukija kanisani, cheki fikra zako tu. Angalia, tulikwambia fikra maana yake ni nini? Fikra maana yake ni mtiririko wa mawazo. Mawazo sio kata, yanaingia na kutoka, yanaingia na kutoka. Unaanza kuwaza, unaona magorofa, unaona si kila kitu, halafu ule uwezo wa Mungu hauzidi. Wanaanza. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Na ndio maana Paulo anaandika, anasema ingawa tunaenenda kwa jinsi ya mwili, vita vyetu si vya mwili, bali silaha zetu zinaweza katika Mungu. Alafu anasema hivi, kuna sehemu anazunguka, tukitaka nyara kila fikra iende kapate kumtii nani? Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo shetani akija anakuteka nyara wewe, alafu anakuingizia fikra zake yeye. Kwa hiyo wewe unafika mahali unaanza kuona kwamba shetani ana nguvu kuliko Mungu. Nisikilize, shetani ana nguvu ya kumzidi Mungu hata kidogo. Naye anajua. Mmenisikia? Ninachokwambia. Naye anajua. Anajua. Wewe kama unafanya biashara, ilete kwa Yesu. Njoo hapa tuombe. Mmenisikia? Wewe kama unachimba, njoo hapa. Alafu muamini Yesu. Njoo. Asikutengenezee mazingira, kwa sababu nilipokutana na vijana wengi eti wanakuambia dhahabu huwa zina mashetani. Yamekaa wapi? Wapi yamekaa? Mwingine anasema huwa zinahama, zinahamia, zinaenda wapi? Zinaweza zikatoka hapa zikaenda Mbozi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikufikiri tu kwamba shetani ana nguvu. Nikufikiri tu kwamba katika hii dhahabu tunazochimba, shetani ana nguvu kuliko Mungu. Katika hii biashara ninayofanya bila msaada wa shetani siwezi kufanya. Katika ndoa ninayoishi bila msaada wa shetani siwezi kuishi. Katika biashara hii bila msaada wa shetani siwezi kuishi. Hata wengine wapo wanafanya huduma hizi, wanatafuta msaada wa shetani wakifikiri kwamba shetani ana nguvu, anaweza akawaletea watu kuliko Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Amen. Wewe unafikiria nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hana nguvu hiyo unaofikiria wewe. Mungu ni Mungu mwenye nguvu. Kwa hiyo Waebrania anasema maana tunapokea ufalme usioweza kutetemeshwa. Waebrania anazungumza kwamba Mungu wetu ni moto ulao. Ndio Biblia inavyosema. Maana hata shetani akija ukikaa na Mungu, yeye ni moto, kwa hiyo hana uwezo wa kukaa hapo kwako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sasa watu wengi sana tunaona kama vile shetani ana nguvu. Ndio maana kuna watu wanazindika nyumba zao, wanachimbia kila pembe ya nyumba, unakuta pale, kachimbia, amezindika nyumba, hajawahi kufungua hayo mailizi aliyopewa ya bibi Malini. Wengine anakuwekea mavi ya kuku tu, halafu unayabeba unakwenda kuzindika nyumba yako. Kijana mmoja aliita watu fulani, sitaki nitaje wapi, akaenda kwenye nyumba yake, wakachukua udongo kwenye pembe, halafu akachukua na katikati ya mlango, wakachanganya ule udongo na chumvi yao. Walipochanganya na chumvi, wakamwambia hivi, nenda kaweke pale. Halafu wakamwambia maana yake ni nini? Wakamwambia hili ni zindiko la damu ya Yesu. Akaenda akaweka. Alipoweka usiku, ameamka, kalala, anaota anaomba. Alafu anaomba, anatokea yule aliyeongoza zindiko lile.
anamzuia kwa. Akaniuliza maana yake nini? Nikamwambia hivi, hakuna zindiko la damu ya Yesu wewe umeweka ilizi kwenye nyumba yako. Manasi. Amina. Kwa hiyo niwaambie wa Kristo, tunatengeneza kizazi kitakachokuwa kinamwabudu shetani badala ya kumwabudu Mungu. Mimi nawaambia inawezekana msinipende. Nawaambia mnaweza msinipende. Hakuna hatari mbaya ambayo inanikabili kabisa kama kuishi kwa kutegemea waganga. Ninakwambia kizazi chako, na ndio maana unaona nenda maeneo mengi kama haya unakuta wazazi wanasali watoto wanawacha nyumbani na wanaona kitu cha kawaida kabisa. Wanasi. Jasikia mtu anasema chungaji mtoto yeye alishinda bwana. Mimi nataka nimlete huko. Unampeleka bwana? Inawezekana mimi mwenyewe kanishinda. Lakini msingi wa watoto unajenga kutoka chini. Msingi wa watoto haujengi kutoka juu. Ndio maana leo unaweza kwenda kwenye nyumba, ukakuta nyumba ina madhehebu zaidi ya 3. Ukakuta baba ni Mwanglikana, mama ni Pentekosti, watoto unakuta wengine si wa Sabato, wengine unakuta ni Waislamu, wengine unakuta hawajui mali pa kuabudu lakini wapo. Kwa nini? Hawakutengeneza msingi kutoka chini. Wazazi wanaacha watoto nyumbani alafu wanakuja makanisani. Yale ni makosa makubwa kuliko nyinyi mnayofikiri. Mimi nawaambia. Ni wanangu niwaambia maadamu unakaa kwenye nyumba hii utasali na kusali nini? Awe mkubwa au mdogo, kanisani lazima ingie. Hata kama asali bora ni muone amesimama kama nguzo ya umeme. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kufikiri shetani ana nguvu kuliko Mungu ni hatari ambayo kubwa inawakabili watu wengi, na ndio maana watu wanamtegemea sana shetani kuliko kumtegemea Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngoja tuangalie maneno yale ambayo ya mwisho hapa nimalize. Maneno yale ambayo Daudi aliambiwa kwenye kitabu cha pili cha Samueli sura ile ya 7. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Kitabu cha pili cha Samueli sura ile ya 7 anasema maneno mazuri hapa. Ngoja tusome hapa. Alafu yanaweza kukusaidia. Ule mstari wa 4 ambao tumesoma anasema hivi. Ikawa usiku huo neno la Bwana likamfikia Nathani kusema, angalia wata, anamwambia enenda ukamwambie mtumishi wangu Daudi, Bwana asema hivi, je, wewe utanijengea nyumba nikae ndani yake? Twende turuke ule mstari wa 10. Anasema maneno haya. Anasema hivi, Bwana Yesu asifiwe sana. Tena nitawaagiza mahali watu wangu Israeli, nami nitawapanda wapate kukaa mahali pao wenyewe, wasiondolewe tena, wala wana wa uovu hawatawatesa tena kama hapo kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Unaona haya maneno yanaashiria uwezo wa Mungu ambao ulikuwa kwa Daudi. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngoja nirudie. Anasema hivi, tena nitawaagiza mahali watu wangu Israeli, nami nitawapanda. Unajua maana ya kuwapanda? Atawaweka wakae hapa, anawapanda kama miti, wakae hapo wasiondoke. Bwana asifiwe. Alafu anasema hivi, wapate kukaa mahali pao wenyewe, wasiondolewe tena, wala wana wa uovu hawatawatesa tena kama hapo kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninachotaka nikuonyeshe, Mungu anamwambia maneno haya Daudi ni kama kutaka kumuondolea Daudi fikra zake kwamba asione kitu kingine chote kina nguvu kuliko Mungu wake, kwamba wala wana wa uovu hawatawatesa tena. Mmenisikia watu wa Mungu? Ukisimama na Mungu, wale wa uovu hawatawatesa tena, hawataweza. Kwa nini? Kwa sababu Mungu wako ni Mungu mwenye nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Niliwaambia siku moja tutakwenda kufanya maombi hapa ya kuombea wake za watu ambao waume zao wanaenda nje ya ndoa. Tutafanya hapa maombi. Na tutaomba kina baba wakiwepo hapa siku ile itakuwa vizuri. Sasa mimi sijasema kina baba hapa wanaenda. Nataka kina baba washuhudie nguvu ya Mungu inapofanyika. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Amen. Bwana mwamini nani? Ambo simama.